Nipende kwanza kushukuru sana TACTIC kupitia mradi wetu ambao wa ujenzi wa barabara za lami hapa manispaa Mpanda wenye kilomita 8.49. Kwa kweli tunashukuru sana kwa sababu hitaji la barabara lilikuwa ni kubwa sana kwenye mji wetu. Kwanza, barabara hizi zitapendezesha mji wetu, lakini namba 2, barabara ni chanzo kikubwa sana cha kuboresha uchumi wa wananchi. Kwani barabara hizi zimepita maeneo mengi. Zimepita masokoni ambapo itakuwa urahisi sasa kwa wafanyabiashara lakini na wakulima kufikisha mazao sokoni. Kwa namna moja au nyingine, uchumi sasa wa wana Mpanda, wale wafanyabiashara, wakulima utaimarika kwa sababu itarahisisha kufika sokoni kwa gharama iliyo nafuu. Lakini jambo namba 2, wanafunzi wetu, kwa sababu barabara hizi zimegusa maeneo mengi ya shule ambapo mwanzo ilikuwa ni shida. Wakati wa mvua wanafunzi wamekuwa wakishindwa kufika maeneo hayo ya shule, wanafika kwa shida. Lakini kwa sasa wanafunzi wanafika kwa urahisi zaidi. Lakini pia wanafika watoto wakiwa safi kabisa. Kwa hiyo itazidi kuboresha elimu kwa sababu wanafunzi anafika kwa wakati, hachoki barabarani, hamna changamoto yoyote, na mwisho wa siku anafika anakuwa na nguvu ya kusoma. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine elimu itazidi kuimarika ya manispaa ya Mpanda. Lakini pia barabara hizi zinachochea uwekezaji. Kwa sababu kama mji ukiwa mzuri, barabara zinafika maeneo mengi, ni rahisi kwa sisi kwa sababu tunalia sana wawekezaji. Na mkakati wetu mkubwa umekuwa ni kuongeza wawekezaji kwenye manispaa hiyo ya Mpanda kwa sababu ina vivutio vingi, lakini na fursa nyingi za uwekezaji. Kwa sababu bado manispaa yetu inakuwa, lakini fursa za kuwekeza ziko nyingi. Kwa hiyo kupitia barabara hizi ni rahisi sana kuwavuta wawekezaji ambao wataona kwamba ukiwekeza Mpanda na mji ulivyokuwa mzuri, ni rahisi sasa kupata faida kubwa kwa sababu watu wamekuwa ni wengi na barabara hizi zitatuongezea wawekezaji. Mradi huu ukweli tumeupokea kwa furaha kubwa kwani baada ya mradi huu kukamilika ni wazi kwamba utatatua changamoto kubwa sana ya miundombinu. Ifahamike kwamba barabara hii inapita katika eneo letu la kituo cha afya Nsemurwa, barabara ambayo kwa sasa ina changamoto kubwa, haipitiki kwa urahisi. Lakini baada ya barabara hii kukamilika kwenda katika kituo cha afya Nsemurwa na maeneo mengine ya Kwarakwacha, tutakuwa tumeboresha miundombinu ya barabara na tutaweza kuwa tunapita kwa urahisi. Na kwa sababu barabara hiyo inakwenda kufungwa na taa, itaenda pia kuboresha hata mazingira ya usalama, kwa sababu kukiwa na mwanga tafsiri yake usalama pia unaimarika. Kwa hiyo katika hilo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Barabara hii itatusaidia kwanza kufungua fursa, hususan wateja kuja kwa wingi, kwa sababu watu wengi wanashindwa kuja kwa ajili ya barabara. Barabara inawakwamisha watu wengi, sio tu barabara yani hii ya lami ambayo mtaiweka, na barabara za mtaa imekuwa ni changamoto, magari yanakwama. Alafu watu wengi wanashindwa kuja huku Makanyagio kwa sababu soko yani ni hafifu kwa muda wa miaka mingi. Yani watu wanakuja wanaondoka, wanabaki wenyeji. Watu wanakuja wanaondoka, wanabaki wenyeji. At least taa zikiwepo au barabara ikiwepo, labda watu wanaweza wakaja kwa wingi na sisi tukapata fursa ya kufanya biashara katika soko hili. Maana masoko mengi yanakuwa yanafanya biashara na yanafunguka kwa wakati, lakini hili soko bado lipo chini. Yani tuko chini, yani wafanya biashara ni wa kuhesabu. Na wote hawa sisi tumekaa ni kwa sababu ni wakazi tu wa huku. Lakini mtu mgeni hawezi kuja huku, anakuja siku 2 kaondoka, anakuja siku 2 kaondoka. Lakini kwa barabara na taa mkituwekea, kwanza barabara mkituwekea angalau kidogo hata na vibaka watapungua. Tunaibiwa simu, ukitoka saa 4 hapa unaweza kaibiwa simu, unaweza kaibiwa hela. Angalau taa zikiwepo, magari yakiwa yanapita kwa wingi, hata huo uiziwizi wa mara kwa mara utakoma. Kwa ujio hii barabara ambapo ndio inaenda kupigwa lami, itatusaidia kwa shughuli kama 3 hivi. Kwanza tulikuwa tukihangaika sana na maji, fereji kulikuwa hamna, maji yalikuwa yanasumbua sana. Yaani mvua zikinyesha maji yanatoka huku juu, yanasababisha tunapata mafuriko maeneo haya. Kingine, hii barabara kama itakuwa imetengamaa kuhusiana na kituo cha afya ambacho kimejengwa huku kwa Muunga Mifupa, itasaidia sana wakina mama. Hii barabara itasaidia wakina mama kwa kwenda kirahisi na kufanya shughuli zao za kujifungua kirahisi. Kingine, hii barabara itatusaidia kwa shughuli za kibiashara. Ukiangalia biashara hasa kwa huku pembeni,
zilikuwa zifanyiki vizuri, kwa sababu kwanza barabara ilikuwa ni vumbi, tunakuwa na vumbi hapa, kama kiangazi hapa ilikuwa tunashindwa kufanya biashara. Lakini lami kama ikiwa imepita, kwa kweli kutakuwa angalau watu wanaweza kujisikia vizuri, wananchi, kwa ajili ya manufaa wa hii barabara. Kingine, hii barabara hasa tulikuwa tunaomba tena na uwekaji wa taa ili tufanye biashara hasa saa za jioni. Biashara hapa tunapata shida sana kwenye kasoko hapa kwa sababu hakuna taa. Ikiweka lami na hii na mataa tukiweka vizuri, basi kiuchumi hata sisi wananchi wa kata yetu ya uwanja wa ndege tutakuwa tumenufaika. Mama Samia kama ametusikia hili, kwa kweli tunamshukuru, kwa sababu tulikuwa tunateseka sana. Sisi kwenye jimbo letu la Mpanda mjini ni miongoni mwa wanufaika wa mradi wa TACTIC Tier 2 ambayo tutajengewa kilomita 8.49 za lami pamoja na miundombinu mingine ikiwemo barabara ya lami, asphalt concrete, lakini tutajengewa pia mitaro, lakini tutajengewa pia madaraja maeneo ambayo madaraja yanahitajika. Na mradi huu utakuwa na thamani ya bilioni 21.9. Ni pesa nyingi sana ambazo Mheshimiwa Rais ametuletea kwenye jimbo letu la Mpanda mjini. Kwa kweli tunamshukuru sana. Lakini kubwa ni namna gani zitasaidia kwanza kuondoa changamoto ya miundombinu. Kama tunavyofahamu, mji wetu wa Mpanda ni mji ambao unakuwa na mvua nyingi, na tulikuwa na barabara za tope. Kwa hiyo barabara hizi zilikuwa zinahitaji ukarabati wa mara kwa mara, lakini kwa kujengwa barabara hizi zitatuondoa kabisa sasa kuziondoa hizi barabara kwenye ukarabati, kwa sababu lami zinazojengwa ni lami zenye uwezo mkubwa na zitadumu na life span yake ni karibia miaka 25. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tutaondokana kabisa kwenye ile eneo la kilomita 8.49, tutaondokana kabisa na changamoto ya barabara. Kwa hiyo tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa na nzuri ambayo anaifanya. Nashukuru sana kwa kupata mradi wa TACTIC wenye kilomita 8.49 ambao unagharimu shilingi bilioni 21.9. Katika barabara hizi tunategemea mafanikio makubwa sana baada ya kukamilika, kwa kuwa zinapita maeneo mbalimbali. Kwa mfano zahanati ya Nsemulwa, barabara ya lami itafika kule, na hizi barabara ambazo zinajengwa kwa lami nzito. Na kuna eneo la soko la matunda, barabara hiyo itafika. Kuna eneo la soko la samaki, barabara hizi zitapita. Maeneo mengi kuna changamoto ya mifereji ya maji. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba tutakapokuwa tunajenga hizi barabara, hayo matatizo ya changamoto ya mifereji ya maji tutakuwa tumemaliza. Na kingine ni changamoto ya vumbi maeneo ya biashara. Kwa hiyo maeneo hayo yote wafanyabiashara wote watafanya biashara zao bila kupata vumbi. Na maeneo mengine ni maeneo yale ya shule za msingi, zahanati na masoko. Kwa hiyo yatakuwa yanafikika kwa urahisi sana. Nishukuru sana serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia mradi huu. Mradi huu utaondoa changamoto mbalimbali sana, hasa katika mji wetu, na utauendeleza mji wetu kwa kasi kubwa sana. Mpongeza Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa miradi hii ambayo inaendeleza katika nchi yetu. Tunampongeza sana. Barabara zote zitafunguka, na hii barabara ndio tegemea wakulima kutoka vijijini. Mazao yote yanapita kwenye barabara hii. Na pia unapoenda Tanganyika kuna njia ile ya lami ya kwenda Kigoma, na hii tena ya kwenda vijijini mpaka Majalila, unaenda mpaka wapi Kibo. Ni njia fupi. Kwa hiyo wakulima watafaidika sana. Uchumi utainuka, watu watafanya biashara muda wowote kwa sababu kutakuwa kuna mwanga wa kutosha, na vile watoto watatembea kwa uhuru, na vile hata soko litaendelea. Kwa saizi soko ni watu watatu kwa sababu taa hamna, barabara ya lami hamna. Ila endapo mtakapokuwa mmeweka barabara ya lami, watu watakuwa ni wengi, na vile biashara itakuwa ni nzuri.
na watu tutaendeleza na tutaendelea kupambana zaidi ya hapa.